aliwapenda wadogo, akawapenda wakubwa, wake kwa waume. Moyo wake ulikuwa mweupe, na hayo yote aliyafanya kutokana, nafikiri, na neema maalum ambayo Mungu alimpa. Mtu mwenye tabasamu mdomoni kila wakati. Hata wakati wa magumu huwezi ukajua anateseka. Ataificha tu kwenye hayo meno yake meupe na macho yake ambayo nakuangalia usoni moja kwa moja, jicho kwa jicho. Huyu ndugu yangu, rafiki yangu, classmate wangu, kwa kweli na mimi nilipata neema kubwa kwamba alikuwa rafiki, na tukasoma wote, tukafanya kazi wote. Kwa kweli tumeondokewa na mtu ambaye alikuwa zawadi ya Mungu katikati yetu. Poleni sana. Pengine katika maisha yake ya utume na maisha ya kawaida unaweza ukamzungumzia vipi? Japo umeshatuambia kwamba alikuwa ni mtu wa kawaida, asiyeshindwa kujichanganya. Alitimiza wajibu wake wa kitume kama padre na kama askofu. Alikuwa ni mtu ambaye nafikiri katika sala zake kwa Mungu, katika tafsiri zake za neno la Mungu alilitafsiri sio tu kitaaluma, lakini alitafsiri kiimani na akaliishi kadiri alivyoweza. Kwa mfano, unaposoma katika Injili kwamba unapotoa ukarimu mkono wako wa kushoto, usijue mkono wako wa kuume unafanya nini. Yeye alifanya ukarimu mkubwa, lakini hakutaka watu wajue. Alifanya kwa kujificha. Na kila alipotoa ukarimu wowote kwa maskini, kwa watu binafsi, kwa makanisa, kwa watawa na kadhalika, aliwaambia tafadhali msiseme kwamba hili kitu nimekifanya mimi. Huo ndio kwa utume wake, moyo mweupe, lakini moyo wa unyenyekevu. Alifanya kwa ajili ya Mungu mwenyewe, na hiyo ilitufanya sisi tujue kwamba katikati yetu tulikuwa na mtakatifu anaishi. Pengine umefanya naye kazi, wote mlikuwa Roma. Pengine katika maisha yenu ya kazi, maisha yenu ya pamoja, kipi ambacho hautaweza kusahau katika maisha? Urafiki, ukaribu. Ni mtu ambaye hata katika kufanya kazi atakupa pole kama anajua umeelemewa. Mtatafuta fursa mkae wawili kusudi mpeane nguvu. Tumepambana magumu mengi, lakini tuliyamaliza kwa sababu ya ukaribu wetu pamoja. Mimi kwangu hakuwa classmate, hakuwa rafiki. Alikuwa kama ndugu kabisa wa baba mmoja. Tulishiana kila kitu. Hata mali zetu tuligawana bila kinyongo na bila, yani sijui. Mimi nimepotelewa na rafiki. Wanasema ni vizuri utembee katika giza ukiwa na rafiki upandeni mwako kuliko kwenda mchana kweupe ukiwa peke yako. Ninamshukuru Mungu alinipatia mwenzi wa safari hii ya maisha mpaka hapo alipomhitaji yeye kumpatia uzima wa milele. Pole sana, poleni sana, na nikutakie kila lililo jema. Mungu azidi kukutia nguvu. Nashukuru sana na Mungu atubariki. Amina sana. Na msikilizaji wa mtazamaji, shukrani kwa muda wote ambao tumeshiriki katika misa hii takatifu ya kumwaga na kumwombea hayati Askofu Mkuu Novatus Rugambwa. Tumesikia mambo kadha wa kadha katika mahojiano haya. Tulianza naye Askofu Method Kilaini, askofu msaidizi. Nawashukuru kwa kunitembelea kama wadau wa Breeze Online TV. Niwapongeze kwa kuanzisha chombo hiki ambacho kwa maoni yangu kinalo jukumu kubwa la kuinjilisha na pia la kuelimisha jamii kuhusu masuala mbalimbali ya msingi. Kujihusisha na mambo haya ni kuijali jamii na kuiwezesha kushughulikia yale yanayopaswa kufanyiwa kazi. Napenda kualika waamini wa Dar es Salaam, Wakristo wa Dar es Salaam na watu wote wenye mapenzi mema kuitambua Breeze Online TV kama chombo kinachotambulika na kinachokubalika, na hivyo kuwaunga mkono katika harakati za kutekeleza majukumu yao ya kutufikishia habari njema.
na mshukuru kila mmoja atakayewapokea na kuwapa ushirikiano unaotosheleza. Mungu awabariki na kuwalinda.